Ni kwenye siku ya kwanza ya kongamano la siku 4 la magavana kwenye hoteli moja huko Naivasha, ambapo Rais Kibaki aliwataka magavana kushirikiana na makamishna wa kaunti kwenye majukumu yao badala ya kulumbana nao. Some people have got it wrong in their head that what they are looking for is something which is not what is written in this constitution of Kenya. And it is not what they are looking for. And I know they will create a dispute and we shall have to answer to them. Akisisitiza kuwa Kenya bado inazingatia utaifa mmoja na hakuna sheria inayopinga kuwepo kwa utawala wa mikoa kama macho ya serikali kuu mashinani. Despite the devolution of political power and resources, Kenya remains a single unitary state. May I repeat, we remain a single unitary state. And that is the constitution of Kenya. And that is the constitution of the Republic of Kenya. Ujumbe ambao hujapokelewa vyema na Waziri Mkuu Raila Odinga, anayeonelea kuwa ni mbinu ya kufifisha mfumo wa ugatuzi ilivyokusudiwa kwenye katiba mpya. There is an attempt which we saw coming to make governors either take orders from the county commissioners or play subsidiary roles to these agents of an outdated order. We did warn about this development immediately the office of the president embarked on appointing county commissioners. Raila alizungumza haya baada ya kufanya kikao na madiwani wa jimbo la Nairobi wa upande wa muungano wa CORD. And let us get this clear. It is the system known as the provincial administration which was to be restructured to fit into the new constitution, not the other way around. Hapo jana hali ya suitafahamu ilizuka huko Naivasha baada ya magavana kususia kikao cha kongamano hilo, wakidai kwa serikali kuu ilikuwa ikiingilia shughuli zao, hasa wakati ilionekana kuwapa mwongozo wa namna ya kutumia pesa ambazo kila serikali za kaunti zitapokea kutoka kwa serikali kuu. Kipengee cha 6 ibara ya 2 sura ya 2 kuhusu taifa kinasema serikali katika viwango vya kitaifa na vya kaunti zitakuwa tofauti, ingawa zitategemeana na zitafanya shughuli kwa mashauriano na ushirikiano. Our people must enjoy what they voted for in the new constitution promulgated on the 27th of August 2010. Utata huu unajiri hata kabla mfumo wa ugatuzi kuanza rasmi. Je, itakuwa ni mara ya mwisho kwa Kibaki na Raila kutofautiana hadharani kuhusiana na swala la kitaifa? Patrick Injendi, Citizen Nipashe.